tufanyeni kazi kwa bidii. Matumaini ya Mheshimiwa Rais ya kunileta mie Kaskazini Pemba yaweze kufikiwa. Mko tayari? Lakini pia niendelee kuwashukuru wasaidizi wangu, waheshimiwa wakuu wa wilaya nyote. Natambua tumeanza kazi ndani ya kipindi kifupi tu, na mimi kwa kweli nimefarajika sana kwa namna mnavyonipa mashirikiano tokea siku ambayo Mheshimiwa Rais ameniteua. Kule ambako niko mlinitumia message mkanipa hongera, na baada ya kula kiapo, basi hapo mapenzi na mashirikiano yalizidi. Kiukweli waheshimiwa wakuu wa wilaya, lakini pia niwashukuru na katibu tawala. Nianze na katibu tawala wa mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Kiukweli katibu tawala, nakushukuru kwa mashirikiano yako makubwa, kwa uchapa kazi. Kama nilivyokuambia, wewe ni jembe, unaweza. Tufanye kazi kuhakikisha wananchi wa mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba wanapata yale ambayo wanayahitaji, yakiwemo suala zima la kimaendeleo. Niwaombe wenye viti, mtakapokaa na waheshimiwa madiwani, kikubwa ni mashirikiano baina yenu madiwani pamoja na mkurugenzi, ili tuweze kufanikiwa zaidi kwenye mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba. Kwa uzati wa nafsi yangu, bila ya kuwa na chembe ya unafiki, niwashukuru sana waheshimiwa masheha, waheshimiwa masheha wa wilaya Wete, lakini pia na wale wa wilaya Micheweni. Mulinilea vyema. Nilianza wakati tunakabidhiana, nilisema nilianza kufanya kazi katika wilaya ya Wete, nikaja Micheweni. Kwa hiyo wilaya ya Wete walinilea vizuri sana. Yote ni malezi yenu. Ukuu wa mkoa huu ambao Mheshimiwa Rais amenipa, hii nafasi ni yenu. Ione kwamba waheshimiwa masheha nyinyi Wete na Micheweni, wazungu wanasema hii ni product yenu. Kwanza mulifikiria, mukaizalisha, mukaipa jina product hii, mukaingiza sokoni. Mulipoingiza sokoni, jamii ikaipokea vizuri, ikakubalika sokoni. Sasa ni kazi yenu nyingine kuifanya product hii ambayo mmeizalisha wenyewe kuendelea kubakia sokoni, au kuiondoa sokoni jamii wakaikataa. Mko tayari kukataliwa product yenu? Basi kama hamko tayari, niendelee kuwashukuru sana, niendelee kuambia tushirikiane kama tulivyoshirikiana pale mwanzo. Kwa hiyo niwaombe masheha, katika kazi yetu kubwa ambao tunatakiwa tuifanye sisi ni kuhakikisha kwenye maeneo yetu tunapunguza wizi wa mifugo na mazao kwa kuvitumia vile vibali vya mazao tulivyo navyo. Lakini miongoni mwa mikakati yetu ya kupunguza haya kwa kushirikiana na wakurugenzi hawa ni kufanya ukaguzi wa mazao ambayo yanatoka sehemu moja yanakwenda sehemu nyingine, kumtaka mmiliki wa mazao kutuonyesha kibali. Hana kibali, basi hatua za kisheria zitachukuliwa. Niendelee kuambia waheshimiwa masheha, toeni elimu kwenye hili, fanyeni vikao, toeni elimu kuhakikisha kila mwananchi anapata uelewa. Shirikiane kwa pamoja kuhakikisha matendo maovu yote tunayaondoa katika maeneo yetu. Lakini pia ili tuweze kufanikiwa, waheshimiwa masheha, tusijihusishe na migogoro ya ardhi.
sisi tusiwe chanzo cha migogoro ya ardhi. Hili ni waombe sana. Lakini chengine sasa ambalo ni miongoni mwa majukumu yetu ni kuhakikisha tunatatua changamoto za wananchi. Tayari tumeanza kujengewa ofisi za masheha, japo kwamba zina changamoto za hapa na pale. Imani yangu tutaziandikia ili changamoto ziweze kutatuka. Tuzitumieni ofisi zile kusikiliza changamoto, lakini pia twendeni maeneo kwa ajili ya kwenda kuzitatua zile